Tangu Dominika iliyopita Yesu Injili zinatuonyesha Yesu anayehubiri kwa mifano. Labda neno mfano halileti tafsiri halisi ya hiki ambacho kinamaanishwa. Kwa Kiingereza wanasema parable, au sehemu nyingine wangeweza kuita allegory. Parable ambao hapa imetafsiriwa kwa ni mfano, ni aina ya mafundisho yanayotolewa kama simulizi kwa lugha ya alama. Na parable ina utajiri wa tafsiri. Fikiria katika Injili hii Yesu anazungumzia kitu kimoja kwa mifano mitatu. Kusudi yule anayesoma na kutafakari atazame utajiri uliomo katika hiki anachokisema Yesu. Mifano miwili ya mwisho imeonekana ni rahisi, hata wanafunzi hawakumuuliza Yesu alikuwa anamaanisha nini, lakini huwa magugu wameomba ufafanuliwe, hawakuelewa. Lakini hata kama wao waliona ni rahisi na wakuomba kutafsiriwa, sisi tutazame yote mitatu. Ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali. Katika muktadha wa somo hili, ufalme wa mbinguni uonekane kama ni kanisa ambalo linaongoza watu kwenda kwa Baba, linakuwa katika hali tofauti. Ufalme wa mbinguni umefanana na punje ya haradali. Haradali ni mbegu ndogo kama ilivyoelezwa hapa, lakini ikipandwa unakuwa mti mkubwa, unakuwa makao ya viumbe vingine kwenye matawi yake. Bila shaka Kristo hapana tazama kanisa lake, yupo na wachache wanaomwamini, lakini anatazama mbele. Hatimaye kanisa langu litakuwa kubwa, na limekuwa kubwa kweli. Anatoa mfano mwingine. Ufalme wa mbinguni umefanana na chachu ambayo mwanamke ametia katika unga, kachacha wote. Chachu ni nini? Ufalme wa mbinguni ni kama hamira. Hamira ukiweka katika unga unaumuka. Kwamba kanisa kutoka kwa ndani, kiini chake ni Kristo mwenyewe, lina nguvu. Kuna intensity ambayo haizuiliki, itapanuka, na limepanuka kweli. Lakini katika kukua huku, katika nguvu hizi lilizo nazo, dosari hazikosekani. Na ndipo ametoa mfano huu wa kwanza kuhusu ngano na magugu. Huyu bwana akatoka akaenda zake akapanda mbegu nzuri. Baadaye wakaenda kulala, adui akaja akapanda magugu. Ushauri unaotolewa na watumwa kwa huyu mwenye shamba ni kufanya haraka, kufanya palizi. Lakini katika mantiki ya maajabu kwetu sisi tunaofahamu kilimo, huyu mwenye shamba anakataa. Hatuhitaji kupata shahada ya kilimo ya SUA kujua kwamba magugu haviendani na mbegu nzuri. Hata bibi yangu ambaye akusoma darasa moja anaelewa muda wa palizi, anaelewa muda wa kutunza maharage yake, kutunza mahindi yake. Lakini huyu bwana amesema sivyo, acheni. Kwa nini? Kwa nini anakwenda kinyume na kanuni za kilimo bora? Magugu anayozungumzia Bwana yanafanana sana na ngano. Katika kung'oa gugu, mmoja anaweza kujisahau kang'oa pamoja na ngano. Lakini pia mizizi imeshikamana. Unaweza ukafikiri unaokoa ngano, kumbe unafanya uharibifu wa mavuno. Kwa hiyo viacheni. Yaani kama nilivyosema, huu ni mfano ambao unapaswa kutafsiriwa vizuri. Na mfano parable ina utajiri mwingi wa tafsiri. Tafsiri nzuri ya kutazama gugu na ngano ni kuona pia kwamba, kwa sababu huu ni uovu ulioletwa na adui, amekuja kupandikiza katika kile kilichokuwa chema. Huyu mkulima ni mfano wa Mungu anayevumilia. Gugu linaweza likabadilika baadaye likawa ngano. Kwa hapa tusibaki tu kutazama lile shamba lenye ngano na magugu, nijitazame mimi mwenyewe. Mimi ni ngano, mimi ni gugu. Kila mmoja ajiulize, ajitathmini, aone. Lakini naweza kusema bila shaka kwamba karibia sisi wote hapa
ni mchanganyiko wa vyote hivi. Ni ngumu kumkuta ambaye ni gugu moja kwa moja 100%, kwa sababu sisi sio mashetani. Lakini pia sisi sio malaika. Kupata ngano 100% safi kabisa inawezekana kwa neema ya Mungu akawepo mmoja wetu. Lakini katika hali ya kawaida sisi ni mchanganyiko wa vitu hivi, na Mungu anatuacha. Mungu afanye haraka kuangamiza, kwa sababu asilimia za kuwa gugu zimekuwa kubwa kuliko zile asilimia za kuwa ngano. Anasubiri. Sio kwamba ana nguvu. Somo la kwanza, hekima ya Sulemani, limehitaji sifa za Mungu. Wewe una uwezo wa kufanya chochote, wewe una nguvu zote. Una uwezo wa kuadhibu, wa kuhukumu mara moja. Lakini desturi yako inazuia uwezo wako. Huruma ya Mungu kunipa nafasi nyingine. Hiyo nafasi itafika lini? Ni mimi kusikiliza sauti ya Mungu na kukubali kubadilika. Ni rahisi kuangalia wengine na maovu yao na kutaka kujitenga nao. Sisemi kwamba tuwe na kampani za waovu, hapana. Lakini kujibagua na kuona hafai, au pengine kutaka kuangamiza kwa sababu hawa ni wabaya, kutaka kuwatenga kwa sababu namuona ni mbaya. Nilitoa mfano hapa. Siku moja nilitembelea parokia moja, nikakuta chama cha Moyo wa Yesu kinakaa kikao cha kumfukuza mwenzao. Kufukuza aende wapi? Sawa, kuna kanuni, na hata katika kanisa kuna hatua ikifika, hatusemi kwamba kanisa limemtenga, tunasema ndio amejitenga kwa sababu haendani tena na sisi tulivyo. Yaani kuna vitu vingine ni vya kusaidiana, ni vya kuelekezana. Sitaki kueleza huyo kwa nini anataka kumfukuza, lakini ilikuwa ni dosari inayorekebishika. Hao walitaka kuondoa gugu mapema, wao wakajiona ni ngano. Sio desturi ya Mungu. Mungu ana uwezo kuliko sisi na hafanyi hivyo. Mimi kwa vinguvu vyangu kidogo nilivyo navyo, kwa viwema vyangu kidogo nilivyo navyo, nataka kuonyesha kwamba nina uwezo kuliko Mungu. Desturi ya Mungu ni ya kuvumilia, kusubiri tubadilike. Kama taasisi pia tunaweza kuona katika kanisa kuna aina fulani ya uovu. Inawezekana ni kweli. Tunafanyaje? Bila shaka wajibu wa kwanza ni kusali. Wajibu wa pili, kutokana na uwezo wangu naweza nikashauri. Lakini sio kufanya kosa kama yule mwenye anajiita mwana matengenezo wa kanisa, reformation. Ataka kureform kanisa, kulitengeneza upya kanisa. Yeye badala ya kulireform, kulitengeneza akiwa ndani, akaona yeye ni msafi na wengine wote waliomo ndani ya kanisa ni wachafu, akatoka. Ikawa kama ameenda kuanzisha kanisa lake. Paswa kufanya hivyo. Karne ya 16 ilishuhudia wengi wa namna hiyo. Tunapaswa kwa kama Francisco wa Assisi mtakatifu, ambaye aliishi naye katika nyakati ngumu za kanisa. Hakusema mimi Francisco na utakatifu wangu na madonda yangu niliyopewa na Bwana na kumfanana Yesu namna hii naenda kuanzisha kanisa ambalo Kristo alitaka. Alifanya matengenezo humu ndani ya kanisa, na mwaka huu tunaadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu kuitwa kwake kwa Baba. Katika udogo wangu nifanye chochote cha kufanya hayo matengenezo ya kweli, sio kujibagua na kuona hawa ni wachafu mimi naenda zangu huko kufanya hivyo. Mwana theolojia mmoja mkubwa wa karne ya 19, Erasmus wa Rotterdam ni Uholanzi. Erasmus alikutana uso kwa uso na mojawapo wa hawa viongozi wakubwa wa matengenezo ambao walikuwa wanaona wao ni wasafi na kanisa ni chafu. Erasmus alipopokea ushawishi kwamba naye aondoke, akasema hapana. Kanisa mama yangu linavyonionea huruma na mapungufu yangu, likinihubiria niongoke niache mapungufu yangu, ndivyo hivyo na mimi tabaki na huyu mama, kwamba na yeye katika baadhi ya watumishi wake, baadhi ya watoto wake ambao wamekuwa ni waovu, tukitegemea nao watabadilika. Erasmus akabaki mwaminifu kwa kanisa. Sasa
Injili ya leo haihusu tu kulitazama kanisa na ni mimi mwenyewe pia nijitazame. Gugu gani ninapaswa kuling'oa? Na nifanye haraka kufanya hivyo, sababu siku nitakapokomaa Mungu akatuma malaika wake anichukue. Isije kawa bahati mbaya kwangu. Iwe sala yetu kwamba kile ambacho mwinjili anasema kitateketezwa katika tanuru la moto, nisiwe mimi, usiwe wewe, yawe yale mapungufu yangu, yawe yale sehemu ya magugu yaliyomo ndani yangu, hayo yateketezwe na mimi niende galani nyumbani kwa Baba. Injili hii ingeweza ikatufanya tukaongea mengi sana, sababu kama nilivyosema, parable, mfano, ni simulizi ambalo lina engo nyingi za kutoa tafsiri. Labda sasa turudi katika hali yetu ya kawaida. Ni nani kwa mfano mimi namchukulia kwangu ni gugu? Ninamchukia. Hata kama simchukii sana, lakini simpendi. Wengine watu na visingizio, mimi na yule damu zetu hazipatani. Damu haipatani kwa nini? Mwandishi mmoja wa gazeti moja la Kikatoliki, Catholic World Report, Carlo Olson, anasimulia kwamba yeye alikuwa Protestanti lakini alikuwa evangelical, vijidhehebu vidogo vya huko Amerika, lakini baadaye ukubwani akawa Mkatoliki. Anasimulia kwamba alipokuwa shule ya bweni akiwa kijana mdogo, mwenzake mmoja aliyepangiwa naye bweni moja, walikuwa hawaelewani, alikuwa mkorofi. Alimwambia babake, huyu mtu niliyemkuta huko bwenini mimi siwezi kuishi naye, namchukia. Babake akamwambia, Carlo mwanangu, jaribu kumwombea, sali kwa ajili yake, na baada ya muda utakuja kuniambia. Mtu ambaye unamuombea kwa dhati huwezi kumchukia, au kumwombei ndio maana unamchukia. Hii ni namna ya kuiga tabia ya Mungu mwenye subira, kwamba sehemu ya magugu iliyomo ndani yake iondoke. Pengine unaweza ukasema huo mfano ni wa kitoto na tunakutana na maisha halisi ambayo kusema nimekusamehe ni ngumu. Kusema kwamba ninavumilia hilo gugu ling'oke ni ngumu. Kila mmoja ana historia yake na uzoefu wake. Sijui kama mmewahi kusikia ile simulizi la yule mwanamke wa Kinyarwanda. Kama sikutoa mfano hapa niliotoa sikumbuki wapi. Siku moja, baada ya yale mauaji ya kutisha kule Rwanda, kama hapa kuna Mnyarwanda nisamehe, natoa simulizi hili kwa ajili ya fundisho kwetu sote. Hata miezi michache iliyopita nilibahatika kufika Rwanda na tulitembezwa yale maeneo ya kihistoria ambayo bado wanahifadhi kumbukumbu ya ule ukatili, kusudi kizazi kijacho kijifunza ukatili uliotokea kule. Wamedisplay mafuvu, mifupa, majeneza na kadhalika, kusudi kujikumbusha namna ambavyo binadamu anaweza akageuka akawa kitu cha ajabu. Tunaweza kusema akawa na tabia za kinyama, lakini wala sio za kinyama, ni za kishetani. Mnyama yanafuata hizi hulka zake alizoambiwa na Mungu. Sisi tunageuka, tunafuata kile ambacho adui amekuja kutupandikiza kwetu. Sawa, sasa simulizi lenyewe ni hivi. Bila shaka mliwahi kulisikia, sababu ile kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya yale mauaji ya kinyama, nimesema hata ni zaidi ya kinyama, ya kishetani. Baada hapo ilibidi maridhiano. Sababu tungesema upeleke wale watu wote polisi, nani jela zingekuwa zaina. Yaani ilikuwa inahitajika tu maridhiano. Sawa, wengine kweli ilikuwa lazima washtakiwe. Lakini kwa kijamii maridhiano yanatakiwa, kama ilivyotokea Afrika Kusini. Mama mmoja, mwanae, kama sikosei mwanae pekee, aliuawa katika mauaji. Katika maridhiano akakutanishwa uso kwa uso na muuaji wa mwanae, ambaye bila shaka naye alikuwa karibia rika moja na huyu kijana marehemu.
Katika hali kama hiyo unafanyaje? Labda kina mama hasa ambao mna hisia za mwanangu, tena mwanangu wa kiume, mwanangu pekee. Ni rahisi kusema na kusamehe? Sio rahisi. Ni karibu sawa na kusema haiwezekani. Lakini baada ya mazungumzo, bila shaka hayakufanyika kwa siku moja. Ikatokea siku moja yule mama akasimama pale walipokuwa wamekaa, akamfuata yule muuaji wa mwanae, akamkumbatia, akasema, sasa nini kinafuata? Umemuua mwanangu, tangu leo wewe ndiye mwanangu. Fikiria, wewe ni gugu gani ambalo ulitaka kuliangamiza, ambalo hata halijakulia mwanao, wala hata alijawahi kukutoa hata damu, alijawahi hata, lakini ukimwona hivi unamchukia. Au nikimwona hivi ninamchukia. Sije kutumia lugha ambayo labda inawasema nyinyi, hata mimi mwenyewe nahusika. Kwa kuzungumza haya tuseme kwamba mambo ni rahisi. Yohane Paulo wa pili, Baba Mtakatifu, anasema Kristo hajaja kuleta dini ya ahadi nyepesi katika kwa wafuasi wake, bali ameleta injili yenye ahadi ya wokovu. Na wokovu ndio unapitia katika njia kama hizi. Sio rahisi. Kwa hiyo somo la pili, waraka kwa Warumi, maana hatujui kuomba inavyostahili. Sisi ni wadhaifu, Roho ndiye anayetusaidia. Yule mama wa Rwanda ni Roho alimsaidia kuomba katika udhaifu wake. Isingekuwa Roho amemsaidia, mama bila shaka angeomba Mungu umuondoe na huyu, au angesema mpelekeni mahakamani naye akauawe kama mwanangu. Simulizi nililosikia redioni miaka kadhaa iliyopita. Kijana mmoja wa Somalia alikamatwa na wale magaidi, sio Al-Shabaab, sio wanaitwaje wale. Alikuwa anaangalia mpira wa miguu. Na kwa imani ya wale wenye imani kali ya kule, mpira wa miguu ni haramu. Hakuwa anacheza, alikuwa anatazama. Hapa sijui ngapi mlikesha jana mnatazama mpira. Wakamkamata, wakamkata mguu, sababu naangalia kitu kisicho haramu. Yule kijana alichukuliwa na shirika la hisani la kumsaidia, kwanza kumtibu majeraha, lakini pia kumtibu kichwani, kwa sababu jambo kama hilo linaacha trauma, linaacha mahangaiko, linaathiri akili. Katika kusisitiziwa kuhusu kusamehe, alisema mimi sikumdhuru mtu yeyote, burudani yangu ni kuangalia mpira, wameukata mguu wangu na mimi nataka na wao wakatwe miguu yao. Kinyume na huyu mama wa Rwanda. Simhukumu kijana. Kata mimi ningekuwa labda ningetamka maneno makali kuliko yeye. Lakini kipindi hicho ile simulizi nalikumbuka kwa sababu ni kipindi kile pia hapa Tanzania kulikuwa na ile aibu ya kuua baadhi ya watu wenye ulemavu. Kipindi hicho nilisikia kwa masikio yangu redioni BBC. Binti moja ambaye naye alikatwa mkono katika kuhojiwa, yeye alisema ningependa huyu mtu namfahamu aliyenikata, na ningemwona, ningemsamehe, na ningemwomba atafute njia sahihi za kutafuta kipato chake. Kwamba Roho anatusaidia ndugu zangu, ni kweli. Kama kuna kitu ninakibeba naona ni kigumu hasa kuhusu uhusiano wangu na wengine, kwamba huyu ni gugu angamie, Roho anisaidie kuomba. Nisiombe kwa matamanio yangu, niombe kama ambavyo Mungu anataka iwe. Na ndivyo Kristo alivyofanya. Baba wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Tusali ndugu zangu, kusudi tuwe na tabia kama ya Baba yetu wa mbinguni, ambaye hafanyi haraka kuhukumu, bali anataka mwisho wa siku sio atuchome sisi, achome mapungufu yaliyomo ndani yetu. Na tumwombe tangu sasa aanze kuyachoma. Na sadiki kwa Mungu mmoja.